Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Tumaini Media. Ikiwa leo ni siku ya Jumamosi, juma la 11 mwaka A wa kanisa, tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026. Anayekuletea tafakari ya leo ni mimi Padre Rogasian Msafiri, paroko wa parokia Bikira Maria Mama wa Huruma, Mbezi Beach, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, sura ya 24 aya ya 17 hadi 25, na injili ni Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 24 hadi 34. Na sasa tusikilize somo la Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi, wala hawavuni, wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi, wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vazi kama mojawapo la hayo. Basi, ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo, na kesho hutupwa kalibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni atajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Neno la Bwana. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anatuonya neno kubwa sana ambalo liko katika maisha yetu leo, na mara nyingi linatusumbua sana. Kuwatumikia mabwana wawili ni kazi kweli kweli. Tena linasumbua sana katika maisha yetu ya leo, au zaidi. Mungu na mali. Umetoa mfano wa hayo mawili tu, Mungu na mali. Lakini hata hivyo tuna mabwana wengi ambao wanatumiliki, wanaotutumikisha, wanaotuendesha katika dunia hii, ambao wanatufanya tupoteze mwelekeo. Mungu ndiye Bwana wetu kabisa, halisi. Lakini kuna mabwana wengine ambao tumejichukulia hapa ulimwenguni, ambao leo wanatutesa, wanatusumbua sana. Mali, fedha, ni bwana mwingine huyo, ambaye anapoteza akili na dira za watu, na heshima na busara na kila kitu cha binadamu kinapotea kwa sababu ya huyo bwana anawapoteza. Mtu yuko tayari kuua, kupoteza uhai wa mwenzake, kumtesa, kumfanya vyovyote ili tu amtumikie bwana yule ampate. Tuangalie vizuri, tutafute, lakini tuwe na busara katika haya yote. Hekima na busara ni ya muhimu sana.
Kuna bwana mwingine ambaye siku hizi naye amepata nafasi ya kweli kweli ya juu sana, ambaye anamaliza karibu kila kitu. Huyu bwana anaitwa simu zetu tulizo nazo. Hizi simu zetu hizi ambazo kila wakati zimetukamata. Kuna watu wanakesha na simu hizi. Kuna watu wanaumiza wenzao na simu hizi. Kuna watu hawali hata chakula kwa sababu ya simu. Kuna watu hawafanyi kazi kwa sababu ya simu. Kuna watu wanapoteza muda mwingi sana, anacheka na simu, utadhani ni kichaa peke yake. Ameshakamatwa hapa, kashahuwekwa chini, kashatiwa hapo mikononi mwake. Yaani kuna watu wanasahau vitu vya msingi na wanapoteza malengo kwa sababu ya simu. Tuangalie vitu hivi vimewekwa vitusaidie. Tumepewa ili tuvitawale na kuvitiisha. Lakini sio sisi kutawaliwa na kutiishwa na vitu hivi vya ulimwengu. Tunatumikishwa. Na je, tutatumikishwa mpaka lini? Tunahitaji kusimama imara na kujitawala. Tumtumikie Mungu peke yake. Tumwamini Mungu peke yake. Mungu ndiye Bwana na mfalme wetu peke yake. Hatuna kitu kingine zaidi ya hapo. Tafakari vizuri juu ya hilo. Jiangalie vizuri juu ya hilo. Alafu ufanye kile ambacho Mungu anataka. Na kutakia siku njema. Mtazamaji wa Television Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.